Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anaitwa Rehema Sombi Omari, ni makamu mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi Taifa, ambaye ni mzaliwa wa Singida, lakini kwa taaluma ni mbobezi wa afya ya jamii. Kipekee nimerudisha fadhila kwa siku ya leo tarehe 7 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Takriban miaka 30 iliyopita nilizaliwa katika hospitali hii niliyokanyaga hapa, lakini si mara ya kwanza tangu nizaliwe. Nilipata pia kuhudumu katika ile degree yangu ya kwanza kufanya clinical rotation ama field attachment hapa hospitali ya mkoa wa Singida. Ninajivunia kuwa uzao wa kwanza katika familia ya Mr. and Mrs. Romoso, kwa maana maarufu familia ya Mzee Sombi, na nimeambatana nao kama zawadi ya siku ya leo. Baba na mama wafahamu kwamba mazingira tunayofanya kazi na ule uzazi ambao Mwenyezi Mungu ameruzuku katika mgongo wa ardhi, basi zipo changamoto ambazo wanazipata wazazi, ikiwemo kitenganishi ambacho kinahudumia watoto kwa uangalizi wa karibu sana, ambao tunaita intensive care unit kwa hawa neonates. Najua wana mahitaji mengi, lakini siku ya leo tufanyike baraka kwa hichi kidogo ambacho tumekiwasilisha. Na katika familia ya Mzee Sombi tumebahatika kuzaliwa watoto 6, watoto 5 hospitali hii iliyofika siku ya leo. Na kwa sababu ya maboresho makubwa chini ya serikali ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan, leo hii hospitali hii imekuwa ni ya wilaya hapa Singida Manispaa. Tuna hospitali ya rufaa ambayo pia nimehudumu katika huduma ya mama na mtoto, mama baba na mtoto, RSH kwa upande wa kule, ambapo katika uzao wa familia hii mdogo anayenifuata ni Hussein Omar Sombi, ambaye ni daktari, anafanya internship katika hospitali ya rufaa ya mkoa huu wa Singida. Kwa hiyo tunaamini nimekuwa mfano, wengine watafuata. Asante. Niwakaribishe katika wodi hii ambayo ni wodi ya wamama wanaojifungua. Pia sehemu ya pili ni sehemu ya mama, sehemu ya kujifungulia ndani ya hospitali ya Manispaa ya Singida. Wodi hii inatoa huduma ya kupokea wazazi wa mama ambao wanaelekea kujifungua, lakini na kuzalisha pia. Tunamshukuru Mungu kwa huduma ambayo tunaipata hapa kwa ajili ya kuhudumia wazazi hawa. Kina mama wageni wetu wamefika, kama tushakuambia, wamefika na wamekuja kutusalimia tukiwa tunasherehekea kuzaliwa kwa dada yetu hapa. Kwa hiyo ndio wamekuja kuona watoto wenzao waliozaliwa leo, lakini kina mama ambao wana uchungu kupitia maisha ambayo hata mama yetu aliyapitia katika uchungu. Karibuni. Siku leo imekuwa faraja. Tumekuwa na mwendelezo wa kutembelea huduma ya mama na mtoto hapa hospitali ya wilaya Singida Manispaa. Tulianza na neonatal intensive care unit, lakini kwa sasa tupo labor ward, ambapo kwa upande mwingine wapo wale kina mama ambao wako in labor, na tutafika pia kuona upande wa post delivery. Kiukweli serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kufanya mema na makubwa kwa wazazi wa taifa hili. Nimepata kufahamishwa kupitia katibu hospitali na matron kwamba imetengwa takriban milioni 1 kuhakikisha kwamba ile maternity complex inakamilika pamoja na zile huduma za dharura, emergency department. Kwa kweli tuipongeze sana serikali na wasaidizi, hususan Wizara ya Afya inayoongozwa na mama yetu Jenista Mhagama. Kila la heri kwa wazazi wetu. Tunategemea kina Rehema Sombi watapatikana kutokana na ujio pamoja na wazazi na staff wa hospitali pamoja na watoto. Tunafahamu kwamba kazi ya kuhakikisha kwamba afya ya mwanadamu inatengamaa ni yake Mwenyezi Mungu, lakini sisi kama wahudumu wa afya tumekuwa tukifanya kulingana na taaluma zetu, na baraka tunazipata kwa kuhudumia vyema. Na wakati mwingine mnakuwa na yale makabati ya dharura kama ambavyo inapungua hiki kwa mzazi, na nyinyi mnategemea kujenga taifa ambalo ni bora, lazima mkimbizane muhakikishe kwamba anapata huduma iliyo sahihi. Yote kwa yote ni kuunga mkono juhudi za serikali inayoongozwa na Chama cha Mapinduzi ndani ya viunga vya Tanzania. Nami nikasema tusiishie tu kwa wazazi, bali na ninyi ile kabati la dharura basi liweze kugubikwa na hivi ambavyo vipo kwa uchache. Zipo hapa infusion ambazo zimepatikana kwa siku ya leo, lakini vile vile zipo gloves, na kwa kipekee zilikuwa sterile ambazo tumeziacha kule, lakini zipo clean, lakini pia zipo wipes kwa ajili ya kuwapangusa watoto wetu kwa namna ambavyo mahitaji yatakuwa. Lakini mimi nikiri kwamba kupitia matron amenieleza changamoto zingine ninazozibeba, na kwa sababu tulikuwa safarini kuelekea Arusha kwa ajili ya siku ya wanawake siku ya kesho,
wakati mwingine tutakapokuja tutajipanga vizuri zaidi. Mpokee hicho kidogo kilichojaliwa na niwatakie sasa ingekuwa jioni tungekuwa na picha. Happy birthday to you.